Habari rafiki. Wewe unaweza kuwa unapitia nyakati nyingi ngumu sana kwenye maisha yako. Hivi unajua kuna mtu mmoja aliwahi kusema ya kwamba maisha ni magumu, lakini pia ili uweze kupita kwenye maisha magumu, unatakiwa na wewe mgumu kidogo. Kwa sababu ili uweze kukabili maisha magumu, unatakiwa mgumu. Lakini unajua Biblia imejaa hadithi za watu wengi sana ambao walipitia nyakati ngumu, lakini ushindi wao ulikuwa ni wa hakika na Mungu aliwasaidia. Leo kwa ufupi tutataka tupate tumaini kutoka katika visa hivi. Kisa cha kwanza ninakipenda sana, unaweza ukakipata kwenye kitabu cha Kutoka. Unaweza ukawa na Biblia yako hapo, kitabu cha Kutoka sura ya 14. Kuna kile kisa kizuri cha wana wa Israeli wanatoka, wapo jangwani ambapo Mungu amewatoa kule Israeli kwa mkono wa ushujaa. Alafu wako jangwani, vijana hao wanatembea. Unamwona kijana mmoja anatembea akiwa na wasiwasi, anaona huku kuna mlima na huku kuna mlima. Alafu nyuma wanashangaa jeshi la Farao linakuja kwa kasi nyingi sana. Alafu kwa bahati mbaya kule mbele kuna bahari. Jambo hili lilikuwa ni gumu sana. Fikira zao zilikuwa zimefikia mwisho, walikuwa haoni namna ya kufanya. Huenda na wewe unapitia nyakati kama hiyo ngumu kwenye maisha yako, lakini unajua Mungu aliwapa matumaini. Twende pamoja nami kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 14. Kwenye mstari wa 15, kwenye mstari wa 13 nasoma, Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkaone wokovu wa Bwana atakao wafanyia leo. Unasikia? Usiogope. Hata kama unapitia nyakati ngumu, Bwana atakufanyia wokovu leo. Anasema hivi, mkaone wokovu wa Bwana atakawafanyia leo, kwa maana hao wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Kwa hiyo Mungu anasema na wewe kwenye maisha yako kwamba usiogope. Kuna wa Misri, haya magumu makubwa ambayo unaona kwenye maisha yako leo, wakati mwingine una njaa, shida za maisha, lakini hautayaona tena. Lakini sikiliza, wana wa Israeli waliendelea kunung'unika, alafu Mungu anamjibu Musa kwa kauli ambayo huwa inanitia nguvu siku zote kwenye maisha yangu. Mstari wa 15 anasema, Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia mimi? Sikiliza ndugu yangu, waambie wana wa Israeli waendelee. Mungu anatamani tunapopitia katika nyakati ngumu, imani zetu zijikite kwake. Tuendelee mbele, tusiogope, tusiendelee kulia tu, lakini tusimame kwa ushujaa tukiendelea mbele. Na unajua tunaendelea mbele kwa sababu tunaamini Mungu ndiye ambaye anaweza kufanya mambo yote. Hebu angalia pamoja nami kwenye kitabu cha Efeso. Na kwenye Biblia kwenye kitabu cha Efeso sura ya 3 mstari wa 20, neno la Bwana lenye nguvu linasema, basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno. Unaona? Mungu anaweza kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote. Anasema kuliko nini? Kuliko yote ambayo tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadri ya ile nguvu inayotenda kazi ndani yetu. Mungu anaweza kufanya mambo ya ajabu mno. Nyakati zote ngumu Mungu anaweza kukuvusha, lakini kwa kadri ya ile nguvu inayotenda kazi ndani ya moyo wako. Kwa hiyo usiogope, Mungu anaweza. Je, umejaribu kuongea naye kwenye ile saa heri na tamu ya maombi? Umejaribu kumwambia? Umejaribu kupiga magoti? Unajua mtu mmoja alisema nguvu ziko kwenye magoti yako, na Mungu ameahidi kuwa anaweza akafanya mambo ya ajabu sana. Angalia tena, Mungu anatoa ushahidi mwingine kwenye kitabu cha Yeremia. Njoo pamoja nami kwenye kitabu cha Yeremia. Kitabu cha Yeremia ni kati ya vitabu vizuri sana kwenye Biblia. Unaangalia kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 32. Kitabu cha Yeremia sura ya 32 mstari wa 27. Neno la Bwana linasema, tazama. Unajua Biblia inaposema tazama inamaanisha kuwa makini. Inamaanisha kwamba hilo neno nalisema la muhimu, usilisahau, usilipotezee. Anasema tazama, mimi ni Bwana. Unajua Mungu anapojitambulisha hivi anasema mimi ndimi Bwana Mungu ninayeweza kuokoa. Anasema mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gani gumu lolote nisiloliweza? Mungu anaweza mambo yote. Amka leo uanze na matumaini kwenye magumu yote unayopitia. Mungu anaweza kukusaidia. Usiogope, mshikilie Bwana. Bwana atakusaidia. Usiogope kumwendea, atakusaidia. Anza tena matumaini. Mungu mkuu akubariki sana. Usikate tamaa, uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana Bwana Mungu wako yu pamoja nawe. Anasema atakushika kwa mkono wa kuume wake yako. Mungu akubariki sana.